Karibu katika sehemu ya 3 ya recap yetu. Tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia. Tumeweza kushuhudia balaa zito ambalo Mwamba Kim analipitia mara baada ya kuwa na uwezo wa kuweza kupaa pasipo yeye kuweza kujicontrol. Sasa hii hali inamsumbua sana pindi anapokuwa anapata hisia za kimahaba kwa bibi anayefahamika kama Soyan. Tulipokuwa tumeishia katika episode ya pili ni baada ya kuona kuwa mama yake na Kim alikuwa amemkataza kabisa mwanae kuzima simu. Sasa siku ya leo simu ilikuwa imezima kwa bahati mbaya. Dogo ikabidi kukimbia haraka sana kuelekea nyumbani kwa sababu akamuondoa mama yake hofu kwa sababu mama yake alimkataza kabisa kuzima simu yake. Bahati iliyo mbaya, Frank anaonekana yuko jirani kabisa na mjengo ambao mama yake na Kim anafanyia. Na hapa alikuwa akikagua orodha. Na katika orodha hiyo ikaonekana kuwa mama yake Kim ndio mtu alikuwa anafuatia katika mauaji. Upande wa pili tunaonyesha Mwamba Gang-ho ambaye alikuwa amekutana na babake ambaye pia naye babake ana uwezo wa kukunja vitu vigumu na kuvilainisha kabisa. Upande wa tatu tunaonyesha bibi Myung ambaye alikuwa amerudi nyumbani kwao na kukuta babake amemnunulia simu. Sasa mama yake na Mwamba Kim alikuwa katika mgahawa na hapa aligundua tu kwamba huyu Frank aliingia ndani ni muuaji. Ikabidi haraka sana kumtumia ujumbe mwanae ambaye ni Kim kumwambia kuwa usisogee kabisa jirani na nyumbani. Lakini kwa kuwa simu ya Kim ilikuwa imezima, Mwamba hakujua kabisa, akaja mpaka nyumbani na kuwafuma mama yake pamoja na huyu muuaji wakiwa wameketi pamoja. Mama yake na Kim anajua tabia ya huyu muuaji Frankie ambaye huwa akimuua mzazi lazima amuinde na mtoto. Kwa hakutamani kabisa mtoto wake aweze kuonekana katika maeneo haya, hata kama atakuja kuuliwa yeye basi mtoto wake asije kuuliwa. Mama yake na Kim alipogundua hatari iliyopo, basi akamkaribisha mwanae kama mteja mwingine. Akamwambia karibu chakula, tuna vyakula vya aina hii na hii na hii. Basi Kim akawa amechagua kisha kaketi. Basi wakati huo anaendelea kusubiria, basi huyu Mwamba akawa anauliza, "Vipi kuhusiana na masomo?" Kim akajibu, "Masomo ni mazuri tu." Mama mzazi akawa anaandaa bunduki yake mapema kwani anajua wakati wote kinaweza kanuka. Ndani ya kikosi cha usalama wa nchi kulikuwa kuna balozi ambaye alipokea ugeni kutokea CIA ambao walikuja kukiri wazi na kusema kuwa wanahusika katika mauaji ya watu wote wenye uwezo, kwani watu hawa wengine wamekuwa wakifanya mambo kinyume na sheria na kuua watu. Kwa hiyo wakaamua kuwasambaratisha wote katika ulimwengu, kitu ambacho hakikumfurahisha kabisa huyu balozi, kwani anajua kabisa katika shule moja kuna watoto watatu ambao wana uwezo mzuri kabisa darasani na wanafanya vizuri, na hawa watoto hawana skendo yote mbaya ya kufanya mauaji. Hakuwa ameunga mkono kabisa jukumu hili ama wazo hili la wao CIA kuwateketeza watu wenye uwezo, kwani si wote wana tabia mbaya. Baada ya hapo akamsii na kumwambia kuwa ni vyema wakastopisha misheni yao, kwani hivi karibuni atakwenda kutangaza katika ulimwengu na kukitaja kikosi cha CIA kwamba ndio kinachohusika na masuala ya mauaji ya watu wenye uwezo, kitu ambacho kitaleta taswira mbaya sana kwa kikosi cha CIA kutokea nchini Marekani. Huku mgawani mambo yameiva, Mwamba yuko tayari kwa ajili ya mauaji. Mama akawa anaandaa silaha yake mapema kabisa, lakini kabla ya kuanza jukumu lake akawa amepokea ujumbe kutoka kwenye simu yake kwamba aache kabisa kitendo hicho. Mwisho wa siku jamaa akawa ameondoka. Mama akawaka sana kwa Kim kwa kumwambia kuwa nimekutumia message kwamba usije nyumbani, kwa nini umekuja? Lakini Kim akasema kuwa nilikuwa nimezimiwa simu yangu. Basi baadaye mamake akakasirika sana, lakini Kim akataka kuuliza huyu mgeni aliyekuja katika mgawa ni nani. Mama hakutaka kujibu. Mwisho siku akawa ametoka pale ndani. Akiwa njiani haraka sana akatumia ujumbe na hawa CIA ambao akamwambia kuwa anatakiwa kutekeleza mauaji sasa hivi, na mtu alikuwa anatakiwa kuuliwa alikuwa ni bibi Yisu. Sasa hapa wakati anatembea njiani akapishana na yule dereva ambaye ana uwezo wa kucontrol umeme, na huyu dereva baba yake alishawahi kuuliwa na huyu Frank. Sasa alipoweza kumtambua Frank akaamua kugeuza gari na kwanza kumfuatilia kwa sababu huyu ana uchungu naye sana. Baada ya muda kidogo haikueleweka gari ya Frank imetokea wapi, kaenda kumgonga Mwamba. Lakini baada ya kumgonga Mwamba akajichaji katika ile gari na moja kwa moja kaenda kumwataki Frank, lakini akajigundua kuwa ana uwezo mdogo sana. Frank akamshambulia sana Mwamba na kumnyongonyesha kabisa. Baadaye hapo Frank anaonekana akiwa anaelekea katika eneo lake la target. Lengo ni kutekeleza mauaji katika nyumba ya msichana mzuri sana anayependwa na Kim. Mwamba alipofika tu kwa bibi Soyan, hapa aligundua kuwa kuna ujumbe ulikuwa umeachwa kwamba kama ni mteja kisha unakaa tunakuja kuhudumia sasa hivi. Aligundua tu kwamba wameelekea kupeleka chakula sehemu fulani hivi. Hapa akanyoka moja kwa moja kwenda kwa sakama huko aliko, kwani hataki kabisa kupoteza muda katika kazi yake ya mauaji. Akamkuta babake na bibi akiwa anapeleka chakula, akamgonga na hapa akamsababishia ajali kubwa sana. Lakini hiyo haikutosha, akamrudia na kumkanyaga na gari. Hapa akatuma ujumbe kwa mabosi zake kuwa kazi imeisha. Lakini kabla hajamaliza kutuma ujumbe babake kama ameingia na hapa akaanza kumshambulia Mwamba. Kumbe jamaa ana uwezo wa kupona majeraha kwa haraka sana. Baada ya kumtemezea kichapo kizito Frank, babake na Sohan ikabidi kuingia ndani ya gari ya Frank na kuanza kukagua. Hapa alikutana na mafaili juu ya listi ya watu ambao wanatakiwa kuuliwa na Mwamba Frank. Basi alipata hasira kweli kweli, lakini wakati huo Frank alikuwa ameshapona kwa sababu na yeye pia ana uwezo wa kupona majeraha kwa haraka. Hivyo basi mkono ukaanza kutembea hapa. Baba yake na Sohan alipigwa sana. Katika bahati sio kwa njema, leo Frank aliingia choo cha kike kwa sababu Mwamba alikuwa na uwezo zaidi yake. Akampiga kweli kweli na kumtawanyisha kabisa sura, na mwisho wa siku akachoma listi nzima ya watu ambao wanatakiwa kuuliwa na akailipua ile gari na Frank akiwa ndani yake. Baba yake na Sohan si mchezo Mwamba huyu. Aliporudi nyumbani shati yake ilikuwa imetapakaa
ilikaa damu, alikula msosi mwingi sana. Kumbuka kwamba mwili wake unapona haraka sana majeraha. Kwa hiyo mwamba yuko fresh tu. Zaidi ni kwamba lile shati akaenda kalichoma moto. Kesho yake alfajiri tunaonyeshwa huko Kim akiwa anaandaliwa kuelekea shuleni. Hapa mama yake akamkabidhi power bank na kumwambia kuwa hakikisha simu yako haizimi chaji. Mama hana habari kwamba Frank alikuwa amechoma moto katika gari yake yeye mwenyewe na babake na Suan. Mwamba alipofika shuleni, basi hakika aligundua kuwa Isu ndio ilikuwa sababu yeye kuchelewa siku ile kurudi nyumbani na simu yake kuzimika. Hivyo hakuwa na time kabisa kwenda kumsindikiza Isu katika mazoezi. Siku ya leo Isu akawa ameomba, lakini Mwamba akamwambia hapana. Akarudi nyumbani haraka sana kwenda kujisomea sawa na mamake alivyomwambia. Anatakiwa kuhakikisha kwamba anapitia nyumbani moja kwa moja sawa na vile ratiba ya shule inavyoruhusu. Baada ya Isu kutengwa sana na Mwamba, Kim hakujali sana. Kesho yake akamtumia ujumbe na kumwambia kuwa na kutakia mtihani mwema kwa siku ya kesho. Mwamba alifurahi sana baada ya kuona ujumbe huu, lakini akamwambia kuwa unaweza kuchungulia dirishani na kuniona. Jamaa alipoweza kuchungulia dirishani akamuona bibi akiwa mbali sana, akampungia mkono, lakini hiyo haikutosha. Mwamba akaamua kupaa moja kwa moja na kwenda kumtembelea bibi, na hapa walipata muda wa kuweza kuzungumza kama wapenzi. Bibi Isu akamwambia Kim kuwa ana maneno mazuri ya kutaka kumwambia, lakini kabla hajazungumza akaenda akaokota jiwe na kumwekea Mwamba, kwa sababu anaamini kwamba akianza kuyazungumza haya akiibua tu hisia za Mwamba ataanza kuelea angani. Akamwekea tofali hilo kubwa kweli kweli. Akaanza kumwambia kuwa anampenda na kukaa mbali na huyu jamaa kwake ni kitu kigumu sana. Akaeleza yote ndani ya mtima wake na kusema kwamba Kim asimtenge tena. Leo katika mtihani wa kuhusisha michezo ya kuruka, basi bibi akawa anaruka sasa. Karuka mara ya kwanza, karuka mara ya pili. Akastruggle kweli kweli na mwisho wa siku akafikia ile target yake. Lakini kwa bahati mbaya alipoweza kufikia, kuna nati ambayo ilikuwa ikifunguka katika eneo hili la body. Mwisho wa siku bwana, mzigo ukafunguka kutokea juu na hapa unataka kumwangukia bibie. Kim na Mwamba Gang-Hu wakaanza kupambana haraka sana kwenda kumwai bibie, lakini Mwamba Gang-Hu akafanikiwa kwenda kumkomboa bibie, kwani Mwamba Kim alikuwa amejifunga vitu vizito vilivyosababisha yeye kutokuweza kufika kwa bibie kwa wakati. Bwana mchumba akasaidiwa na Mwamba mwingine kabisa tofauti na Kim, kitu ambacho kilisababisha Mwamba ajisikie vibaya sana. Sasa wakati matukio haya yanafanyika, tukio hili lilikuwa kirekodiwa moja kwa moja na bidada mmoja ambaye alikuwa akishuhudia mchezo huu. Lakini wakati anitazama video hii alishangazwa na spidi kubwa sana aliweza kumuona Mwamba Gang-Hu alipoenda kwenda kumsaidia bidada Suhi. Ujinga ni kuwa video hile iliuploadiwa katika mtandao. Bidada pasipo kujua kuwa anamhatarishia mwenzake hali ya usalama wake, video ikasambaa kweli kweli na kila mtu akaanza kuzungumzia spidi ile ajabu Mwamba aliweza kuionyesha. Kila mtu alikuwa akizungumzia, ndo akawa habari ya mjini. Mkuu wa kitengo cha ulinzi wa nchi alijisikia vibaya sana mara baada ya kuona video hii, kwani hakutaka kabisa siri hii iweze kufahamika. Itaonekana hatari kubwa zaidi ya kuwepo kwa hawa viumbe. Basi baadaye mama yake na Kim alikuwa akishangaa mwanae yuko wapi, mbona katika vyumba hapatikani. Kumbe Mwamba Kim alikuwa akifanya mazoezi ni kwa namna gani anaweza kumkomboa bibie kwa wakati mwingine, kwani alishindwa kabisa kwenda kumsaidia kwa wakati. Mwisho wa siku Mwamba Gang-Hu akajichukulia credit. Akawa anafanya mazoezi, Mwamba akamshuhudia mwanae akiwa anajaribu kuruka na asiweze kufanikiwa, kitu ambacho kikawa kimemshangaza sana. Mwanangu anafanya mazoezi ya kuruka? Mama akamwambia mwanangu unafanya nini? Lakini Mwamba Kim akasema kuwa mama, nimeshindwa leo kuruka kwenda kumsaidia bibie ninayempenda kwa sababu tu unanifungia vyuma na mimi nashindwa kuruka. Sasa kama ungenipa uhuru wa mimi kuweza kuruka, wewe ningemsaidia mpenzi wangu, lakini leo ameweza kusaidiwa na mtu baki. Wewe ndio umenilamaza mimi kuwa siwezi kuruka. Basi mama alipoyasikia hayo akajisikia hata machozi. Mama akakasirika sana na kumwambia kuwa je, unataka kuwa kama baba yako? Ndio kwa mara ya kwanza Mwamba Kim anasikia story kuhusu baba yake. Hapa akatamani kujua zaidi ni nini ambacho kiliweza kumkuta baba yake. Akamwambia kuwa baba yako alikuwa ni mrukaji mzuri sana na wakati mwingi alikuwa akifanya kazi za kuokoa watu kutokana na uwezo wake wa kuruka. Siku moja kuna ndege ilikuwa imebeba bomu, basi alifanya haraka sana na kwenda kumfuata pilot na kumwambia kuwa amebeba bomu. Lakini huyu pilot akawa muelewi baba yako alikuwa anawasilisha ujumbe gani. Kwa kuchelewa kule bomu lilikuwa limelipuka na huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha ya baba yako. Hivyo sipendi jambo lote baya lije kukuta mwanangu, ndio maana sitaki kufundisha kuruka. Mama mzazi wa Kim alimficha Kim juu ya mambo mengi sana kuhusiana na baba yake. Hata kuzaliwa kwa Kim bado kulikuwa kuna mashaka makubwa sana. Sasa Kim alitamani kujua historia nzima ya baba yake na mama yake ilikuwaje mpaka akapatikanika yeye. Basi mama yake akaanza kwa kumweleza kuwa baba yake alikuwa ni spy agent mkubwa sana katika nchi ya Korea na alikuwa akitumika katika misheni kubwa na katika siku moja ilikuwapo hivi. Sasa huo ndio unakuwa mwisho wa season ya kwanza wa tamthilia yetu hii. Na hapa season ya pili inaenda kuelezea juu ya maisha ya mahusiano kati ya mama yake na baba yake, ambayo ni full movie kabisa ambayo itakwenda kuelezea utamu halisi wa maisha yao. Kumbuka kwamba hapa tunaanza love story ya hawa wawili. Simulizi ya mama yake Kim kusimulia juu ya namna gani aliweza kukutana na baba yake mpaka siku ambayo baba yake akapata umauti huu. Ni story ndefu sana ambayo ni love story. Katika story hii bana ina mambo mengi sana. Na kutokana na uchache wa muda ambao tulionao katika upande wetu wa recap, hatuwezi kuisimulia story hii mpaka mwisho. Hivyo basi
Plus. Simulizi hii ndefu ni vipande 36 iliyotafsiriwa vyema kwa maneno ya Kiswahili. Utaipata kwa gharama ya shilingi 2000 tu kwa kuja inbox ama kugusa link iliyopo chini ya hapa katika eneo la comment, link ambayo nimeandika jiunge ndani ya grupu bure kabisa. Baada ya kujiunga ndani ya grupu letu, basi utanifuata kama admin inbox na kuniambia kuwa nataka kuipata tamthilia hii. Utachangia kiasi cha shilingi 2000 tu na kupata uhondo kamili wa tamthilia hii. Tunaomba radhi kwa wote ambao mliweza kuifurahia burudani hii, lakini kutokana na urefu wa movie yetu, basi recap zetu nyingine zote zitaanza mwanzo mpaka finali, lakini kwa hii kidogo itakuwa na changamoto kutokana na urefu wake mkubwa sana ambao hatuwezi tukafanyia recap mwanzo mpaka mwisho. Hivyo basi ni vyema ukaja inbox na kuipata tamthilia hii kamili kabisa kwa kuchangia kiasi kidogo sana cha shilingi 2000 tu katika nambari yetu ya M-Pesa ya 0745720452 ili uweze kupata uhondo kamili. Basi utalipia kiasi cha shilingi 2000 na utakuja inbox kupitia nambari ya simu 0622113984